Ule mwendelezo wa story ambao nimeripoti mara ya kwanza kabisa kuhusiana na ile taarifa ya kunyongwa kwa mwenzetu, rafiki yetu, jirani yetu kutoka pale Kenya anayefahamika kama Margaret Macharia, ambaye kwa bahati nzuri ni kwamba mahakama au vyombo vya sheria vya kule Vietnam havikumnyonga kama ambavyo ilikuwa inatatikana anyongwe. Sasa ripoti ambazo tuko nazo hapa, tunakumbuka watu wengi sana mlifurahishwa baada ya kusikia kwamba Margaret Macharia hakunyongwa ile tarehe ambayo alikuwa anatakiwa kunyongwa, kwa maana ilikuwa ni tarehe kama 17 hivi ambayo Margaret Macharia alikuwa anatakiwa kunyongwa. Sasa kwa kuna conspiracy nyingi sana kuhusiana na kunyongwa kwa huyo mwanadada, wengine wakisema serikali ya Kenya iweze kuingilia kati, lakini wengine wakisema serikali ya Kenya imechelewa sana kwa sababu huyu Margaret Macharia alikamatwa tokea mwaka 2023 kule Vietnam akiwa na hizo takribani kilo 2 za cocaine. Sasa serikali ya Kenya kupitia kwa Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine wamekuwa wakitoa matamko yao, lakini good news ni kwamba mtu ambaye amehusika kwa asilimia kubwa sana kwenye kuhakikisha Margaret Macharia hanyongwi ni aliyekuwa rais wa taifa la Kenya, Bwana Uhuru Kenyatta. Hongera sana bwana, congratulations kwa kujali, lakini pia kwa kuona kuna umuhimu wa huyu Margaret Macharia kuweza kupata haki yake ya msingi. Sasa watu wengi najua mnatamani sana kujua kitu gani ambacho kinaendelea kumhusu Margaret Macharia. Sasa niko hapa na ripoti ambayo inamhusu Mudavadi ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa pale Kenya. Musalia Mudavadi ametangaza maendeleo katika juhudi za serikali za kuzuia utekelezaji wa hukumu ya kifo kwa Margaret Nduta Macharia nchini Vietnam. Mudavadi aliyekuwa akizungumza katika mkutano wa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Casper Velenkamp jijini Nairobi amesema kwamba wizara yake ina mawasiliano ya mara kwa mara na serikali ya Vietnam ili kujaribu kuondoa utekelezaji wa hukumu hiyo ya kunyongwa. Mudavadi amefichua kwamba serikali tayari imepokea hati ambazo zinahusiana na mashtaka dhidi ya Nduta kutoka Vietnam, lakini amesisitiza kwamba bado hawajapata mrejesho wa mwisho kuhusu swala hilo. Wakati akitambua ugumu wa kesi ya Nduta, waziri huyo wa zamani wa Umoja wa Mataifa ameelezea matumaini katika juhudi za kuzuia utekelezaji wa hukumu ya kifo dhidi ya raia huyo wa Kenya. Nikimnukuu Musalia Mudavadi anasema, kwa bahati mbaya raia wa Kenya anapitia hali kama hii, yani si jambo zuri, na wizara ya mambo ya nje hasa katibu wangu amekuwa akifanya juhudi kuzungumza na mwenzake nchini Vietnam. Majadiliano yamekuwa ni kuona kama kuna uwezekano wa kupunguza adhabu hii, na tunatumai kwamba kutakuwa na maafikiano ili isifanyike utekelezaji wa hukumu hiyo ya kumnyonga hadi kufa Margaret Macharia. Licha ya kuwa na matumaini, Mudavadi amefafanua kwamba serikali haifanyi kazi ya kubadili hukumu hiyo, bali inafanya mazungumzo ili kupata msamaha kwa Nduta. Lakini pia Musalia Mudavadi, waandishi wa habari walimuuliza swali kwamba je, ni Wakenya wangapi ambao wapo nje ya nchi na pengine wapo magerezani, au ni wangapi ambao wanasubiria hukumu zao? Musalia Mudavadi alizungumza akasema, sina takwimu nzuri sana, lakini kuna takriban Wakenya kama 1000 ambao wanatumikia vifungo katika nchi mbalimbali kwa makosa tofauti. Hata hivyo akisema kwamba serikali haijui kwa undani makosa ambayo wameyatenda wahalifu hao ambao tayari wameanza kutumikia adhabu zao. Taarifa kuhusu hali ya kesi ya Nduta inakuja huku kukiwa na wito wa kurudishwa kwa raia huyo mwenye umri wa miaka 37 ambaye alihukumiwa kifo kwa sindano ya sumu baada ya kupatikana na hatia ya kukutikana anasafirisha dawa za kulevya au kufanya biashara ya dawa za kulevya, ambao ni kinyume kabisa na zile sheria za pale Kenya. Kwa mujibu wa taarifa, Nduta inasemekana alifanya kazi kwa mwanaume mmoja aitwaye John ambaye alimuomba apeleke begi kwa mwanamke mmoja nchini Laos, lakini alikamatwa pale Hanoi, Vietnam. Na kwenye utetezi wake, Nduta aliambia mahakama nchini Vietnam kwamba yeye hakuwa na taarifa kuwa dawa za kulevya zilikuwa ndani ya begi lake. Hata hivyo, licha ya kutokiri kosa hilo, alihukumiwa kifo mnamo Machi 6 mwaka 2025. So ilikuwa ni moja kati ya story ngumu sana kupokelewa na raia wa Kenya pamoja na watu wengi ambao wamekuwa wakifuatilia haya masuala ya kidiplomasia pamoja na mambo mengine. Although tuliona pia mama yake na Nduta alizungumza akasema
she wish kama angekwenda mpaka pale Vietnam, takribani kilomita 8,100 fulani hivi kutoka pale nchini Kenya, lakini alisema anaona ni kama hawezi, lakini alikuwa anatamani sana kumuona mwanae kwa mara ya mwisho wakati ananyongwa. Lakini kwa bahati nzuri ni kwamba Margaret Nduta Macharia hakunyongwa kama ambavyo ilikuwa inatatikana anyongwe. Sasa kumekuwa kuna issue moja hivi ambayo inasumbua kidogo kwamba Margaret Nduta alifanikiwa kupita katika viwanja vitatu vya ndege, na alipita kwenye hivyo viwanja vitatu vya ndege akiwa na hilo begi ambalo alikuwa ameambiwa alisafirishe mpaka kule nchini Laos. Sasa maswali ya msingi ni kwamba Margaret Nduta alipitaje kwenye hivyo viwanja vya ndege vitatu mpaka kaenda kakamatwa kwenye kiwanja cha ndege cha 4 kule nchini Vietnam? Hili lilikuwa ni moja kati ya swali zuri sana la msingi, kwamba kuna uwezekano wale watumishi wa kiwanja cha ndege cha Jomo Kenyatta pale nchini Kenya, ambacho ni kiwanja cha ndege cha kimataifa, ina maana hawakuona hizo kilogramu 2 za cocaine ambayo ilikuwa inasafirishwa kwenda huko nchini Vietnam na mwanadada wa kuitwa Margaret Nduta. Hii ni moja kati ya issue ambayo pia imeibua minong'ono na maswali mengi sana, kwamba kuna kila sababu pengine huenda Margaret Nduta anafahamu kuna kitu ambacho anakifahamu kipo behind the scene, na ndio maana wakasema wanaiomba Vietnam isitekeleze hukumu hiyo, na badala yake kama kuna uwezekano basi wamrejeshe nchini Kenya, kwa sababu kama atarejea nchini Kenya maana yake kuna information fulani ambazo wanaweza wakazipata. Lakini pia kwenye viwanja vya ndege vingine ambako alitembea Margaret Nduta, na kule pia nako wanaweza wakapata information nyingine mpya kabisa ambazo zinaweza zikawasaidia wakati wa ufanyaji wa kukusanya zile ripoti. Na ifahamike ripoti zinaonyesha kwamba magenge ya wauzaji wa dawa za kulevya wengi huwa ni wanawake, na wamekuwa wakijaribu kusafirisha dawa hizo kupitia nchi kama vile China, Singapore, Vietnam, India pamoja na Malaysia. Na mnamo mwaka 2018 wizara au waziri wa mambo ya nje wakati huo Monica Juma alisema kwamba Wakenya 1,300 walikuwa wanashikiliwa katika magereza ya nje ya nchi, kati yao 79 walikuwa wanashikiliwa nchini Tanzania, 47 nchini Uganda na 15 nchini Ethiopia. Lakini pia Mr. Washington Olo aliyekuwa mkurugenzi wa huduma za diaspora na mashauri ya konsula katika wizara hiyo alisema kwamba 478 kati ya Wakenya hao walikuwa wamehukumiwa, na wengine walikuwa wamehukumiwa vifungo vya maisha katika mataifa mbalimbali duniani. Kwa hiyo hii ni moja kati ya story kali sana ambayo pia imekuwa ikigusa hisia za watu wengi kuhusiana na hiyo hukumu ya mwanadada kuitwa Margaret Macharia, ambaye as we speak ni kwamba hajahukumiwa kunyongwa, na rufaa yake imekatwa mpaka mwezi wa 6. Kwa hiyo Kenya sasa hivi inaendelea kupambana kuona namna gani ambavyo wanaweza wakamsaidia. Kama watafanikiwa kumrudisha nyumbani, it's a big deal, lakini kama itaonekana sheria za Vietnam hazielezi hivyo, basi tutakuwa tuna ripoti nyingine. Sasa nimejaribu kufuatilia wakati wa Kenya wakiendelea kutafakari hatima ya Margaret Nduta, mwanamke mwingine Mkenya amehukumiwa kifungo cha miaka 50 jela kwa kosa ya biashara za dawa za kulevya. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 55 alihukumiwa kifungo hicho katika mahakama ya Busia baada ya upande wa mashtaka kuthibitisha kesi ya biashara ya dawa za kulevya dhidi yake, ambapo yeye alikamatwa na gramu 3.9 za heroin na alipatikana na hatia kusafirisha dawa za kulevya kinyume na sheria sehemu ya 4A kifungu cha 2 cha sheria ya dawa za kulevya na vitu vya kulevya mwaka 2022. Mahakama iliamua alipe fine ya takriban shilingi milioni 50 ili kuepuka kifungo cha jela. Hii ni baada ya kukamatwa kwake mnamo Machi 10, 2023 katika kiwanja cha mpaka cha Busia 1, ambapo alikutwa na heroin yenye thamani ya takriban shilingi milioni 11.8. Na hii inakuja ikiwa kuna maendeleo ya mazungumzo ya serikali ya Vietnam pamoja na serikali ya Kenya kuona namna gani ambavyo wanaweza wakamsaidia huyo Bi Margaret Nduta. Sasa mnajua Jumatatu timu ya wawakilishi kutoka balozi wa Kenya kule Bangkok, Thailand iliripotiwa kusafiri hadi Hanoi, Vietnam katika juhudi za dakika za mwisho za kumuokoa Nduta kutoka katika utekelezaji wa sheria hiyo. Katibu wa mambo ya nje Kosil Sengoi alizungumza Jumatatu kwamba mabalozi wa Kenya kutoka Thailand wamekwenda Vietnam kwa majadiliano ya ombi la msamaha kwa Margaret Nduta, ambapo Sengoi alisema kwamba wawakilishi wa Kenya nchini Thailand pia wanaendelea
kuendelea na majadiliano ya kutafuta njia ya kusimamisha utekelezaji wa hukumu ya kifo ili kutoa nafasi ya mazungumzo zaidi kati ya Kenya pamoja na serikali ya Vietnam. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.